kuzindua na kuweka wakfu mashine hii ya kusaga vyakula vya mifugo kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Kuna wanyama wengine ambao ni wa kufugwa, wanapaswa kulishwa, wanapaswa kulelewa, wanapaswa kuandaliwa mazingira ya chakula ambacho kitawafaa. Ukiangalia mtu anasema kwamba ni mfugaji, lakini mifugo inatembea, inaenda inajitafutia. Huyo sio mfugaji. Mfugaji anapaswa awe anatengeneza chakula ili mifugo hii ya kufugwa inatakiwa kulishwa. Unapozalisha chakula cha mifugo, tunajua umezalisha kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo tunaamini kiwanda tunakiita leo ni kiwanda kidogo. Sisi baada ya miaka 5 tunarudi tunafanya tathmini, tunasema je, bado tunakiita ni kiwanda kidogo? Sisi kwetu tunatarajia kuona kiwanda hiki kinakuwa ni kiwanda kikubwa na kinaweza kutoa huduma katika halmashauri ya manispaa, lakini na kutoka nje ya mipaka ya Geita. Safina inajitambua kuwa kituo cha huduma. Jina la Safina lilimaanisha kuwa ni chombo cha kuwasaidia na kuwahudumia jamii, kama vile safina kipindi cha Nuhu ilivyotumiwa na Mungu kuwaokoa watu. Vivyo hivyo kituo hiki ni kimbilio la waliokata tamaa na wanaohitaji msaada, kama vile diakonia inavyotumika kwenye Agano Jipya. Kwa kutumia mtazamo huo, Safina inamtumikia Mungu kwa kujishusha, kutumika na kuwepo mahali ambapo jamii inaumia na kuteseka. Kituo hulenga kutia moyo. Mimi mnufaika wa kwanza mahali hapa Safina kwa maendeleo ya kijamii. Nimekuja hapa kama mfanyasafi kibarua wa kulipwa kwa siku. Lakini kwa sasa kupitia idara ya vijana Safina nimeweza kufungua biashara na biashara mbili ambazo ni kibanda cha nafaka lakini pia na kibanda cha bidhaa mbalimbali. Mimi naitwa Tonoka Msura, mwakilishi wa Kamwanga. Mimi ni mnufaika wa kulima alizeti. Nimenufaika na alizeti mimi na miaka 4, lakini mwaka huu nimelima alizeti eka 3. Mbegu nilipata Safina, lakini hata hali ya mazao yangu yanaendelea vizuri. Safina nimenufaika nayo kwa kupewa mbegu za bure. Kwa majina yangu naitwa Dorika Januari, ni katibu wa kikundi cha Best Sisters. Sisi kama kikundi cha Best Sisters tumenufaika na Safina kwa kutumia ukumbi wa Safina. Huwa tunafanya vikao vyetu hapa, lakini pia tunapokuwa na matukio mbalimbali tunafanyia hapa Safina. Tunashukuru sana Safina kwa kuwa wanaendelea kutupokea na kutulea kiroho na kimwili. Asante. Maana tunahamasisha vijana kwa kushirikiana na wataalamu wetu waendelee kukopa, waendelee kubuni, waendelee kufanya kazi, na kijana akifanya kazi ndo taifa la kesho litakuwa limeinuka kiuchumi kupitia kwake. Baba Askofu, kwa kweli tunawashukuruni sana. Na mwisho niseme Mheshimiwa mbunge ambapo yuko kwenye majukumu ya kiserikali hakuacha muwe peke yenu. Anawasalimieni sana, anawapendeni sana, anawapongeza kadri mnavyoendelea kuchapa kazi kuweza kuinua mji wetu wa Geita. Na ulipofika kuwa manispaa haukufika kwa sababu kuna mambo ya kuonekana, umefika kwa sababu ya ushirikiano mkubwa sana.